Muy buenas tardes, ministros Habari za compañeros. mchana wa huduma wenza En el cuerpo místico de katika Cristo, mwili wa siri wa en Kristo este tiempo final, katika wakati en huu el wa edad mwisho de la piedra angular. katika kizazi cha jiwe la pembeni. Es una bendición grande estar con ustedes en Ni esta baraka ocasión kuu kuwa pamoja nanyi para katika wakati compartir con huu ustedes ili unos kushiriki momentos pamoja de nanyi compañerismo nyakati za ushirika alrededor de la kuhusu palabra de Dios y neno su la programa Mungu correspondiente na mpangilio a este wake tiempo final. unaoambatana na wakati huu wa mwisho. Nos hablaba Miguel acerca de Miguel la alikuwa ángel anatunenea kuhusu el gran malaika príncipe mkuu que está Mikaeli, por los hijos de mkuu Israel, aliyekuwa los hijos del pueblo ama mkuu aliye upande wa watoto Daniel. wa Israeli, yani watoto Y wa watu wa Danieli. eso está en el capítulo 12 Na de hiyo iko Daniel. katika Danieli mlango wa 12 de na katika Apocalipsis Ufunuo aparece ahí mlango wa 12 Miguel Mikaeli y la explicación pia toda anaonekana de hapo lo que na maelezo va a ser yote ya conforme kile a Daniel, atakachokifanya capítulo 12. kulingana na La Danieli explicación está en 12 Apocalipsis yanapatikana capítulo 2. katika Ufunuo Ahora mlango wa 12. veamos Sasa aquí hebu en tuone Josué capítulo hapa 5 katika Yoshua versos mlango wa 13 al 5 15, mstari wa cuando 13 dice, hadi wa estando Josué 15 cerca de ambapo Jericó, yanasema, alzó sus ikawa ojos hapo y Yoshua vio un varón alipokuwa que estaba delante de él, alipokuwa el karibu na cual Yeriko, tenía una akainua espada macho yake na kutazama, na desenvainada en tazama, su mano, mtu mmoja alikuwa y amesimama Josué, mbele yake na yendo hacia na él, upanga wake le umetolewa dijo, mkononi ¿eres mwake. de los nuestros o Naye de Yoshua nuestros akamwendea enemigos? akamwambia, Él je, respondió, wewe uko no, upande wetu au mas wa como maadui príncipe wetu? del ejército de Jehová Akajibu, la, he venido bali mimi ahora. nimekuja sasa Entonces kama Josué, jemedari wa postrándose majeshi, sobre su kama rostro en jemedari tierra, wa jeshi la Bwana. le Ndipo adoró Yoshua y le akaanguka dijo, kifudifudi, ¿qué akasujudi, dice mi señor a su akamuuliza, siervo? bwanangu Y anasema el nini príncipe de kwa los mtumishi ejércitos de wake? Jehová Na respondió jemedari wa a jeshi la Josué, Bwana akamwambia quita el Yoshua, calzado de tus vua pies, viatu, porque el lugar donde vua estás kiatu chako es mguuni mwako, santo. maana mahali usimamapo Josué ni takatifu. así Basi lo hizo. Yoshua akafanya hivyo. Nuestro tema es los príncipes Mada yetu ni de Dios. Pueden tomar wakuu asiento. wa Mungu au Si tienen jemedari wa lugar. Mungu. Mweza kuketi tafadhali. A través de la escritura podemos ver Katika maandiko que Dios tiene tunaona príncipes, Mungu pero el akiwa na príncipe de todos los wakuu, príncipes lakini es mkuu nuestro wa amado wakuu ama wa Señor Jesucristo. majemedari wote ni Bwana wetu En mpendwa el libro de Yesu los Kristo. Hechos Katika kitabu cha Matendo ya nos Mitume, habla Pablo o San Paulo Petro anatuambia algo muy jambo importante muhimu sana con relación a Jesucristo. kuhusu Yesu Kristo. Capítulo 2 verso 36 dice, sepa Matendo ya pues, Mitume mlango wa pili ciertísimamente toda la mstari casa de wa Israel, que este Jesús, a quien 36 vosotros inasema, crucificasteis, basi nyumba yote ya Dios le Israeli ha na hecho ijue Señor y yakini ya Cristo. kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha Y kuwa ahora, Bwana na Kristo. Na sasa siendo que Cristo es kwa kuwa Kristo el príncipe máximo, ni jemedari au mkuu wa juu kabisa pues katika es ufalme wa el que Mungu, está maana ndiye sobre todos los bienes de nuestro anayemiliki Padre mali zote za Baba celestial. yetu wa mbinguni, Y por consiguiente, Cristo basi Kristo es el rey del universo ni mfalme completo. wa ulimwengu nzima. Y ahora siendo Cristo el rey Na kwa Kristo ni del mfalme universo completo, wa ulimwengu wote, vean, tazameni, Él es yeye ndiye el que gobierna el anayetawala universo completo, ulimwengu incluyendo nzima esta tierra. hata dunia hii. Pero tenemos Lakini, el planeta Tierra que viene a ser como dunia una hii república ni kama que se jamhuri rebeló en contra iliyomwasi de Dios Mungu y del trono
de Dios. na kiti cha enzi cha mbinguni cha Pero con Mungu. todo eso, Lakini hata hivyo, pertenece el gobierno de esta tierra, pertenece dunia bado a Cristo y su trono, ni mali ya Kristo na kiti chake cha enzi. Ingawa shetani luchando, anapigana se rebeló en contra de Dios, na alimwasi y el Mungu, diablo ha naye estado gobernando en esta tierra Ibilisi amekuwa akitawala como duniani un rey, kama mfalme, el rey de las tinieblas, mfalme wa y ha giza, mantenido el planeta Tierra naye en ameifanya rebelión dunia en contra de Dios iendelee katika y en contra uasi dhidi del reino ya Mungu al cual na dhidi ya pertenece ufalme el planeta ambao Tierra, dunia ni El sehemu diablo, yake. el cual Shetani era Lucero, el cual ambaye alikuwa era un Lusiferi príncipe, alikuwa ni se mkuu rebeló au y jemedari, perdió lakini su aliasi bendición. na akapoteza Pero baraka siendo un yake. príncipe, vean ustedes, Lakini kama jemedari au mkuu, tazameni, ha estado amekuwa con la raza humana, akitawala teniéndola en jamii cautiverio ya wanadamu, dentro ak- de ak- ese akiwa reino amewaweka katika utumwa, katika ufalme wa giza. Lakini Kristo alitutoa huko, na kwa njia hiyo akatekeleza kutoka mara ya pili. Lakini bado jamii ya wanadamu kwa njia ya kimwili, hata watoto wa Mungu kwa njia ya kimwili, bado tunaishi katika ufalme wa duniani ulio utumwani, ambapo watoto wa Mungu wako utumwani kimwili, ambapo hakuna uzima wa milele kwa mili ya kibinadamu, wala uzima wa milele ama afya ya milele. Lakini Mungu atatuweka huru kimwili jinsi alivyotuweka huru kiroho, na atatupea mwili wa milele, na hivyo basi tutakuwa kabisa tumewekwa huru kimwili, ambaye inaambatana na kutoka mara ya tatu. Na sasa Kristo akona malaika wake wakuu na majeshi yake ya malaika chini ya amri ya malaika wakuu, na amekuwa akifanya kazi kwa ajili ya waaminio wake katika Kristo kutoka kizazi hadi kizazi. Kristo ndiye jemedari wa jemedari wote, jemedari wa malaika wote ambao ni malaika wakuu kabisa. Na tazameni pia katika majeshi ya mbinguni ya hao malaika kuna nafasi mbalimbali pia ya malaika wenye mamlaka fulani juu ya malaika wengine. Kama katika jeshi kuna jenerali wa jeshi, lakini baada yake kuna makanali wa vyeo vya chini kuliko jenerali. Kuna wengine majenerali wengine pia labda katika mataifa ama majeshi fulani ya taifa fulani, na kuna wale makamanda, makapteni na hali kadhalika, na inaenda ikishuka hadi luteni, sajenti, na wengine wenye laini moja, wengine mbili, na wengine hawana yoyote. Na sasa unapoona mwanajeshi ambaye hana tena alama ya vyeo hapa ama laini hapa begani, bali ako na nyota kichwani, basi unajua kuwa unasimama mbele ya afisa wa cheo cha juu sana katika jeshi hilo.
na huyo ni mtu mkuu katika jeshi hilo. Sasa kuna vyeo mbalimbali au nafasi mbalimbali katika jeshi la Mungu. Sote tunajua ya kwamba Kristo ndiye kamanda mkuu ambaye anaamrisha jeshi, yani ni generali, general ambaye anaamrisha jeshi hilo, na ni generali mkuu sana hadi tazameni miongoni mwa jemedari wa majeshi ya hapa duniani, generali akona nyota hadi ngapi Miguel? Miguel amesema 5, lakini Kristo akona nyota 7. Kristo kama generali akona nyota ngapi? 7 estrellas. Miguel anasema nyota 7. 7 estrellas. Nyota 7 de las 7 edades de nyota 7 za vizazi 7 za kanisa. Na pia tunapata kwamba akona nyota 7 wakuu ambao ni wajumbe wa vipindi, na Kristo ni mmoja wao pia. Kwa hivyo tazameni jinsi mkuu wa majemedari alivyo na mamlaka yote ya mbinguni na duniani. Wakolosai mlango wa 2 versos 8 en adelante, mstari wa 8 hadi 10 nasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu ya bure na udanganyifu mtupu, kwa mapokeo ya wanadamu, kwa mafundisho ya awali ya dunia, wala si kwa Kristo. Maana katika yeye, katika Kristo, unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Nanyi mmekamilika katika yeye, ambaye ni kichwa cha enzi yote na mamlaka. Yeye ndiye kichwa. Sasa katika jeshi, nani ndiye aliye na cheo cha juu zaidi? Katika jeshi la taifa lililo na rais au taifa lililo na mfalme, nani ndiye mwenye cheo cha juu zaidi katika jeshi la taifa hilo? Miguel. Ni nani ndiye akona cheo cha juu zaidi? Ni rais, kwa kuwa yeye ndiye amri jeshi mkuu wa majeshi yote, na ni Yesu Kristo Mwokozi wetu. Ndiposa alipomwonekania Yoshua, alimuuliza, wewe ni nani? Wewe ni wetu au wa maadui zetu? Tazama, Yoshua ilifaa apiganie Yeriko, na alikuwa pale kulikuweko pale mtu mwenye upanga mkononi mwake, kwa kuwa alikuwa anaenda kuanza mapambano ama kuipigania Yeriko. Na Yoshua alikuwa anaandaa kila kitu, na sasa mtu huyu anamwambia, mimi si wa adui zako. Anamwambia nini basi? Bali mimi, akajibu, la, bali mimi ni jemedari, bali kama jemedari wa majeshi ya Bwana nimekuja sasa. Hapo tunaye jemedari wa majeshi ya Mungu. Na sasa huyu jemedari ama mkuu sio mwingine bali Yesu Kristo katika mwili wake wa kimalaika.
Y este príncipe na jemedari huyu es ni el que está en medio de ni yule su aliye iglesia, miongoni mwa kanisa de lake, etapa en etapa, kutoka de hatua etapa. hadi hatua, kutoka kizazi hadi Y kizazi. para este tiempo final, Na kwa ajili ya wakati huu wa mwisho, él estará en medio de su yeye iglesia, en atakuwa la miongoni etapa mwa del kanisa lado lake katika de la piedra angular, hatua ya para kanisa, darnos hatua ya la kizazi gran cha jua la pembeni, victoria en el ili amor kutupea divino. ushindi mkuu katika upendo wa kiungu Y na obtener kupokea la promesa ahadi del cuerpo nuevo, ya eterno mwili y mpya glorificado. wa milele na Y uliotukuzwa, para los muertos na en kwa Cristo, wafu katika Kristo recibir kupokea el cuerpo mwili resucitado, uliofufuliwa, incorruptible, usiokufa na uliotukuzwa. es Jesucristo, Ni Yesu Kristo, el príncipe del ejército jemedari ama mkuu wa majeshi Jehová. ya Bwana. Él es el Yeye rey de los cielos ni y de la tierra. mfalme Por lo tanto, él es wa el que mbinguni tiene na el duniani. rango Hivyo mayor basi yeye ndiye en aliye el na ejército cheo cha juu zaidi de katika Dios. jeshi la Mungu. Él, como rey, Yeye kama es el mfalme que comanda ndiye todo el anayeamrisha jeshi lote la Mungu, y por consiguiente él na hivyo comanda basi su yeye iglesia, anaamrisha que kanisa es lake un ejército ambalo celestial. ni jeshi lake la El ejército que mbinguni, viene con él en jeshi Apocalipsis 19 linalokuja naye katika Ufunuo mlango wa es su 19 iglesia. ni kanisa lake, Y él está al frente de su naye iglesia. anaongoza El jinete kanisa del caballo lake blanco kama de mpanda farasi wa Apocalipsis farasi mweupe Y wa con Ufunuo un nombre escrito que 19, ninguno na jina entendía lililoandikwa sino ambalo hakuna él mtu mismo. aliyelielewa Por tanto, bali viene yeye con un mwenyewe. nombre Hivyo basi nuevo. anakuja na jina jipya, Y viene comandando su na anakuja ejército celestial, akiamrisha que es su jeshi lake iglesia. la mbinguni ambalo ni kanisa lake. Él es el que Yeye ndiye resucitará su ejército, atayefufua la jeshi parte que lake, ha partido, sehemu ese ambayo imeaga y ya jeshi transformará hilo, a la na parte que kubadilisha queda en la sehemu tierra ambayo y imebaki que está duniani, viviendo, wale ambao hasta ese momento watakuwa en que hai Cristo hadi wakati huu ambapo obrará la Kristo resurrección de los atafanya muertos kazi ya ufufuo ya wafu creyentes en él. waaminio wake. Ahora, Na en sasa este ejército katika que jeshi es la hili iglesia de Jesucristo, ambalo ni kanisa la Bwana Yesu Kristo, encontramos que hay tunapata ya kwamba diferentes kuna posiciones. nafasi ama nyadhifa Cristo dice- mbalimbali. Kristo anasema Cristo anasema ya kwamba profetas, angewatuma a su iglesia. manabii kwa kanisa lake. San Pablo hablándonos Paulo de estos akitunenea misterios dice kuhusu hizo siri anasema que ya kwamba Dios ha colocado Mungu en la ameweka iglesia katika kanisa diferentes ministerios. huduma Está mbalimbali. Hiyo iko katika En Efesios Waefeso y también na pia en Corintios. Vamos katika a ver Korintho. Tutaona katika en Efesios capítulo 4, Waefeso mlango wa 4 y luego Miguel nos tendrá por ahí na kisha Miguel el otro lugar. atatutafutia mahali pengine. Capítulo 4, verso 4 Mlango wa 4 en mstari wa 4 na kuendelea inasema, un cuerpo y un espíritu, mwili moja na roho ustedes moja, también llamados kama na en una mlivyoitwa misma katika esperanza tumaini moja de vuestra vocación. la wito wenu, Un Señor, Bwana una fe, mmoja, un imani bautismo, moja, un bautismo, ubatizo un Dios mmoja, y Padre Mungu de mmoja, todos, naye ni Baba wa el cual wote, es sobre aliye todos juu ya y yote por todos, na katika todos. yote na ndani ya pero yote. cada uno de nosotros Lakini fue kila dada la mmoja gracia wenu, conforme kila al mmoja wetu medida del alipewa don neema kwa de kadri ya Cristo. kipimo cha Por lo kipawa cual chake dice, Kristo. subiendo a lo Hivyo alto, husema llevó alipopaa cautiva juu la akileta cautividad mateka, y dio akawapa dones wanadamu a los vipawa. hombres, Basi dio neno dones a hili los hombres. alipaa, maana yake Y eso de que subió, nini kama que es, sio sino que kusema también kwamba había descendido yeye naye primeramente a las alishuka partes mpaka más bajas de pande la tierra. zilizo chini za El nchi? que descendió Naye es el mismo que aliyeshuka también subió ndiye yeye por encima aliyepaa de juu todos sana los cielos kupita para mbingu llenar zote, ili todo. avijaze Y el vitu mismo- vyote. y el mismo Naye constituyó a unos alitoa apóstoles, wengine kwa a mitume otros na profetas, wengine kwa manabii, a otros evangelistas, a otros pastores,
na wengine kwa wainjilisti, na wengine kwa wachungaji na waalimu. Esos son príncipes Hao ni majemedari wakuu katika jeshi la Bwana Yesu Kristo, katika kanisa la Bwana Yesu Kristo. Lakini kila mmoja wao akona cheo na akona mstari 12, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunapata katika wajumbe fulani wa Mungu kama Petro na Paulo ya kwamba ndani yao kuliendeshwa na zaidi ya huduma moja. Katika Paulo na Petro kuliendeshwa huduma ya mtume, lakini pia kulikuwa na huduma ya nabii. Paulo pia alikuwa ni nabii, na hivyo basi tuko na unabii ulioletwa na Paulo na Petro pia. Na wengine wa malaika wa kanisa kama walikuwa ni akina nani? Martin alikuwa mmoja, na Irenaeus pia. Miguel Martin alikuwa nabii pia, na mchungaji William Branham pia nabii. Na kwa ajili ya siku ya mwisho, Kristo angetuma roho ya nabii kwa kanisa lake, ambaye anaitwa malaika wa Bwana Yesu Kristo. Na sasa katika hao wajumbe wa Mungu, katika wengine kulikuwa na zaidi ya huduma moja. Kwa mfano, mweza kuona wengi wao kama mitume ama kama manabii, pia kama wainjilisti, na pia kama wachungaji, na pia kama waalimu, kwa kuwa Roho Mtakatifu ambaye ni mtume, nabii, ni mwinjilisti, mchungaji, na pia ni mwalimu ambaye angefunza kanisa lake, anafanya kazi katika hao wajumbe, ama anaendesha hizo huduma katika hao wajumbe. Kwa hivyo ni wajumbe 8 ambao Kristo anao kwa kanisa lake. Na pia alikuwa na wale mitume. Ndio sababu mitume kila wakati walijaribu kuwa, kila mmoja wao alijaribu kuwa mkuu. Ndiposa Yohana na Yakobo hadi wakatafuta mama yao Salome ili awasaidie kutafuta nafasi ya juu zaidi katika jeshi la Bwana Yesu Kristo na katika ufalme wa Yesu Kristo. Lakini Kristo aliwaambia, kuweka mkono wangu wa kuume na wa kushoto si yangu kuwapa, bali ni ya wale ambao walipewa ama waliamrishwa na Mungu. Tazameni, hizo nafasi ziko, lakini tayari iko na wenyewe. Kwa nini iko na wenyewe? Kwa sababu Mungu tayari alichagua mbeleni. Alichagua mbeleni nani ambaye atakaa mkono wa kuume na wa kushoto wa Bwana katika ufalme wa milenia. Ni malaika walio, ni wale mizeituni miwili, wale waliomwagiwa mafuta wawili walio mbele za uwepo wa Mungu. Sasa hiyo yote imewakilishwa
tayari. Kwa hivyo hakuna mtu yote ambaye anaweza kuvunja hiyo kivuli na mfano. Ndiposa Musa alikuwa na shida sana alipovunja kivuli na mfano kwa kupiga lile mawe na pia kwa kivunja kivuli na mfano alipoomba msaidizi. Na sasa Musa alikuwa ni kuhani mkuu kwanza, lakini kwa kumwomba msaidizi basi ikaendea ndugu yake Haruni. Njia yote ingine, wana wa Musa na uzao wa Musa wangekuwa katika Agano la Kale, ndio wangekuwa na ukuhani mkuu ama wangekuwa wakuhani wakuu, na pia wangekuwa na baraka zingine za kuongezea. Wangekuwa pia makuhani na ndani yao makuhani wengi muhimu. Na sasa mwaweza kuona kwa nini katika Agano la Kale tunaonyeshwa ile mizeituni miwili na ile matawi mawili ya mzeituni katika upande moja na upande mwingine wa kinara cha taa au kinara. Baadaye pia oneni kivuli na mfano ya Danieli akiona katika upande moja wa mto na upande mwingine wa mto watu wawili, lakini mmoja juu ya maji ya mto ambaye ni Kristo. Pia katika wakati fulani anaambiwa mtu ambaye alikuwa katika miti ya mihadasi, yani myrtle trees, akamlilia na akamwambia, Gabrieli, funza huyu, yani funza Danieli lile ono au jambo kama hilo. Unaona hiyo maradufu ambayo tunaona hapa, na katika wakati mwingine pia tunaona utatu. Pia tunaona mtu wa tatu ambaye ni Kristo. Tazameni, tunapata hii nyuma kabisa katika Agano la Kale, na pia katika Ufunuo tunapata mizeituni miwili katika Ufunuo mlango wa 11, mlango wa 12 tunapata malaika mkuu Mikaeli. Katika mlango wa 22 tunapata ile miti miwili, mti wa uzima katika upande mmoja wa mto na ule mwingine katika ule upande mwingine wa mto. Sasa hii yote iko na maana fulani. Sasa Yesu Kristo ni jemedari wa majemadari wote ama mkuu wa wakuu wote, na kwamba yeye ni jemedari wa ulimwengu usioonekana na wa ulimwengu unaoonekana ingawa hawajamtambua. Lakini waamini katika Kristo kwa hakika tumemtambua. Na sasa Kristo ndiye anayeongoza jeshi lake. Kristo ni yule atakayeokoa Israeli na 144 ya Waebrania atawaita na kuwakusanya. Na pia Kristo ndiye ambaye amekuwa akiwaita na kuwakusanya waumini wake kutoka kwa mwili wake wa kisiri ya waaminio, yani kutoka kanisa lake. Sasa kwa haya yote kumekuwa kukidhirika mpangilio wa kiungu ambaye haieleweki kwa kutazama tu, lakini unapoingia ndani kwa yote ambayo Mungu anafanya na aliyofanya, unaona ya kwamba kuna mpangilio. Ni kama mfano mtoto anapotungwa mimba,
tunapata kwamba kuna mpangilio pale. Pale chembe chembe inaongezeka juu ya chembe, na mtoto anaumbwa, mwili wa mtoto, na kisha baadaye inazaliwa na inaendelea kukua. Kwa nini? Kwa kuwa kuna mpangilio pale. Hivyo basi iko na mchoro, kwa maana mengine iko na mpangilio, mchoro, na usipojua mchoro huo, na sasa ukijua utaratibu huo, basi unajua ya kwamba chembe inaongezeka chembe baada ya chembe, na ndiyo posa mtoto anakuwa. Na sasa kuna mchoro, mpangilio, utaratibu wa mbinguni uliotengenezwa ili kanisa la Bwana Yesu Kristo iendelee kukua. Kulingana na mchoro huo ama utaratibu huo, ndio kanisa la Yesu Kristo limekuwa likiongezeka, wale wote ambao wangeokolewa, wale wote ambao wangekuwa sehemu ya kanisa la Bwana Yesu Kristo. Lakini tazamani, hiyo yote iko na mchoro, kuna mpangilio ambao Mungu alitengeneza, na kulingana na mpangilio huo ndio amekuwa akija akitengeneza kanisa lake kutoka ama na wale wazaliwa kwanza walioandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Jambo lolote nje ya mpangilio huo haiwezi kuzaa wana na binti wa Mungu. Pia kila mtu kama mtu binafsi anakuwa kwa njia ya kiroho jinsi anavyokuwa kwa njia ya kihalisi. Ili kukua kwa njia ya kiroho, anahitaji neno la Mungu lililofunuliwa kwa ajili ya wakati wake. Na kadri anapozidi kula neno zaidi na zaidi lililofunuliwa, kwa kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate pekee, bali kila neno litokalo kwa kinywa cha Mungu. Kutoka kwa neno hilo ndio anakuwa na kuongezeka, anaishi na kuongezeka katika njia ya kiroho. Na sasa kadri anapokuwa kwa njia ya kiroho, tunaendelea kuelewa mambo mengine ambayo mbeleni hatukuelewa, na hata mambo ambayo tulielewa lakini hatukuelewa kabisa, tutaendelea tukipokea ufahamu zaidi, kuelewa zaidi ya mambo haya ambayo tulikuwa tu na ufahamu ndogo ama fupi, na sasa imekuwa ikiongezeka hiyo ufahamu, na tumekuwa tukipokea nuru zaidi kuhusu jambo ambalo tayari tumesikia na tumeamini, lakini sasa Mungu anatupea nuru zaidi. Nuru kila wakati huja kwa njia ya mfululizo ama ya utaratibu. Hivyo ndivyo pia neno lililofunuliwa linakuja kwa kanisa la Bwana Yesu Kristo, na ni kulingana na mwelekeo ama maagizo ya amri jeshi mkuu Yesu Kristo mwokozi wetu. Na ufunuo huo unaenda kwa kanisa lake kupitia kwa mjumbe anayeambatana na kizazi ambacho anaishi katika wakati huo. Kutoka kwa mjumbe huyo inaenda kwa wale wahuduma wengine, na hao wahuduma wakiwa watu wakuu pia kama mjumbe, wako na jukumu ya kwamba ujumbe huu ambao Mungu aliwapa, Kristo aliwapa kupitia kwa mjumbe, izunguke maeneo yote na isikike na ifikie katika masikio na nyoyo za watu. Na nini nafanyika? Mtu anaposikia neno hilo, wakiwa wanakondoo, hawa watu wanaosikia wanasema katika nafsi zao, hiyo ndiyo ukweli. Unaona? Nafsi ina Waefeso 5:14 inasema, amka wewe unayelala,
Amka kutoka kwa wafu, na Kristo atakupa nuru. Ni sauti ya Kristo inayoita wale ambao wamelala. Anawaamsha na sauti yake, na anawaangazia kwa njia ya umilele na neno lake lililofunuliwa. Neno lako ni taa ya miguu yangu na nuru ya njia yangu, au katika njia yangu. Na sasa ni Kristo ambaye anafanya kazi, lakini anatumia majemedari wa jeshi lake, wa watu wake. Ujumbe ambao Kristo anapea mjumbe lazima ibaki safi ili ifanye kazi ambayo kwa hiyo Kristo alimpea mjumbe huyo. Katika vizazi vilivyopita tunapata ya kwamba Kristo alipea mjumbe, na mjumbe alihubiri, na wahuduma ambao Mungu aliweka katika kizazi hicho ili kuwa na mjumbe walichukua ujumbe huo na akazungusha katika maeneo mbalimbali, na ikaleta matokeo. Lakini wengine waliongeza ama wakaondoa, na ikawa basi haifanyi lolote. Walifanya isifanye lolote, ikawa na ujumbe ambaye haifanyi kile ambacho ilifaa izae wana na binti wa Mungu. Wale ambao waliongeza na kuondoa walizaa nini? Walizaa dini ama madhehebu, na hiyo haiko katika mpangilio wa asili wa Mungu. Tunapata katika mpangilio wa kiasili wa Mungu, Kristo na mitume wake hawakuwa ni shirika la kidini, walikuwa ni kundi la waaminio waliomfuata Yesu Kristo Mesia. Sasa jinsi Kristo ametuma roho 7 za kithiofania katika mwili wa mwanadamu, ambao ni wale malaika 7, mijumbe wa vizazi 7, na kisha kwa ajili ya siku ya mwisho anamtuma malaika wake mjumbe ili kuita na kukusanya wateule wake kutoka kizazi hadi kizazi. Na kisha tunapata ya kwamba jinsi wakati Musa alipokuja, kwa ajili ya katika wakati ule pia Farao akaja, makatokea miongoni mwa watu wa Kiebrania. Kora pia alikuja ama alitokea. Na sasa Kristo alipokuja, Yuda Iskariote pia alikuja. Na wakati Roho Mtakatifu alipokuja katika siku ya Pentekoste, baadaye tazameni, Roho wa Kristo alikuja katika siku ya Pentekoste, na baadaye roho ya Yuda ikaja miongoni mwa jamii wa Kristo. Na hizo roho mbili zimekuwa zikifanya kazi kutoka kizazi hadi kizazi. Roho ya Kristo imezaa ama imeleta katika kila kizazi, ama imeweka huru kila kizazi cha kanisa, na imezaa katika kila kizazi wana na binti wa Mungu. Roho ya mpinga Kristo, roho ya yule mbaya ambaye alikuwa katika Yuda Iskariote, katika kila kizazi ilileta ama ilizaa watu wa kidini, na ikazaa shirika za kidini, madhehebu. Na sasa kwa ajili ya wakati huu wa mwisho, tazameni kile kilichoahidiwa kufanyika hapa duniani
miongoni mwa jamii ya Wakristo. Hiyo ni ile ambayo itafanyika miongoni mwa Wakristo. Kwa kuwa hivyo miongoni mwa dini ya Kiyahudi, Yesu alipokuja, Yuda Iskariote alikuja. Yuda ni kivuli na mfano ya mpinga Kristo. Sasa tazameni kile ambacho kimeahidiwa kufanyika katika ukurasa wa 146 ya kitabu cha Mihuri. Inasema, mchungaji William Branham anasema, último párrafo, aya ya mwisho ama aya mbili za mwisho, dice, inasema, pero cuando Cristo venga, lakini unaona Kristo alipokuja, upanga ulitokea kinywani mwake kama umeme, ilitokea na kuwachoma adui zake na kumfukuza Ibilisi. Ilikata kila kitu na akatokea, na vazi lake lilikuwa limechovya katika damu, na katika paja lake limeandikwa neno la Mungu. Amina. Yeye hapa anakuja na jeshi lake la mbinguni, akija kutoka mbinguni. Huyo ni mpanda farasi wa farasi mweupe. Na sasa ananena juu ya mpanda farasi mwingine, ya farasi mweupe mwingine wa Ufunuo mlango wa 6, ambaye ni mpinga Kristo. Anasema sasa, akinena kuhusu yule mpanda farasi mwingine ambaye ni mpinga Kristo, anasema, huyu mpanda farasi wa farasi mweupe amekuwa duniani wakati huo wote. Yeye atabadilika kutoka kwa mpinga Kristo, na atakapofanya anakuwa ni nabii wa uongo. Kwanza alianza kama mpinga Kristo, roho, na akawa, yani alikuwa roho. Mpinga Kristo alikuwa ni roho, roho wa yule muovu. Kisha akawa kuwa nabii wa uongo, na baadaye wakati Ibilisi alipotupwa nje, anafanyika mwili ndani yake na Ibilisi, yani na nabii wa uongo. Hizo hatua tatu ni hatua tatu. Hatua tatu ya kwanza ni Ibilisi, yani anaanza na roho ya Ibilisi, kisha anakuwa ni nabii wa uongo anayefunza mafunzo ya uongo. Linalofuata anakuja kama Ibilisi mwenyewe akawa amefanyika mwili. Unaona, yuko hapo. Na katika wakati ule ambao Ibilisi anaanguka kutoka mbinguni na kufanyika mwili katika mwanadamu, Roho Mtakatifu anapaa na anakuja akiwa amefanyika mwili ndani ya wanadamu. Eso es muy importante. Hiyo ni muhimu sana, No solamente leerlo, sino sio kusoma tu, entender. bali kuielewa. También está prometido aquí. Pia imeahidiwa hapa. De esto habló en la página Alinena kuhusu hili katika 352 ukurasa 352 del libro de los sellos. También wa dice, kitabu cha "Y sucederá Mihuri. que al tiempo cuando el Anasema, anticristo venga en su plenitud, Na katika wakati ambapo mpinga en el Kristo anticristo viniendo en su plenitud, anakuja katika utimilifu, yani mpinga Kristo akija katika utimilifu, yani Ibilisi akifanyika mwili katika nabii wa uongo. y sucederá que cuando el Na anticristo katika venga en wakati su ule ambapo plenitud, mpinga Kristo anakuja Dios también vendrá en su kwa plenitud utimilifu, para redimir, anapotokea para wanjani, redimirnos. Kristo anakuja katika utimilifu ili kutukomboa. El cuervo, Unaona, la paloma, wote en wanaenda la- pamoja, Judas y wote upande moja na ule upande mwingine, Kaini na Habili, Podríamos estudiar Moab tai e Israel, ¿ven? na kunguru. E Israel también.
Yuda na Yesu. Ahora vamos a la página 134. Moabu na Israeli. Unaona? Moabu na Israeli. Hebu tuende kwa ukurasa 134. Anasema utukufu, utukufu. Tazama, wakati Roho Mtakatifu anapokuja kwa kumefanyika mwili ndani yetu, yule ambaye amekuwa miongoni mwetu katika Roho Mtakatifu atakapofanyika mwili kwetu katika mtu wa Yesu Kristo, tutampea taji kama mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Roho Mtakatifu, Roho wa Kristo atafanyika mwili. Na sasa kwenye ukurasa wa 450 vamos a leer la hebu tusome 277. El que viene sobre el caballo blanco es la palabra y la vida, vindicado por sus santos resucitados que vienen con él. Yule mpanda farasi wa farasi mweupe, uzima ulimfuata, ambaye alikuwa ni neno uzima lililodhihirishwa katika waliofufuliwa wake watakatifu ambao alikuwa pamoja nao. Sasa vita itaendaje? Sasa kutakuwa na vita. Katika ukurasa wa 271 anasema sasa tunaona uzima na kifo zikija katika pambano la mwisho. Mpanda farasi wa farasi mweupe wa uzima wa kweli na yule mpanda farasi wa farasi kijivujivu wa krede iliyochanganywa wanaona jambo lile likija kwa lile pambano la kweli. Tunaona pambano ambalo ananenea katika kitabu cha vizazi, ambaye ananenea katika ukurasa 119 kitabu cha manukuu, ambapo ananena juu ya mfinyo ambayo itakuja. Wakati mfinyo utakapokuja, kile ambacho tumuona katika sehemu itadhihirishwa katika utimilifu, sababu Roho Mtakatifu atakuwa katika utimilifu wake katika wakati ule. Lakini lazima awe na mtu wa Yesu Kristo. Mtu wa Yesu Kristo, yule mtu ambaye Yesu Kristo amechagua ili kujidhihirisha katika utimilifu wake katika mwili wa mwanadamu, na basi kudhihirishwa na kwa njia hiyo kujidhihirisha katika utimilifu wake, na lazima iwe ni malaika wake mjumbe. Sasa sitaki kusema jambo hamwezi, labda hamtaamini hili, but nimeiangalia sana ili nihakikishe. Kuna rangi moja tu ya asili, rangi nyeupe. Wangapi wanajua kuna rangi moja tu? Lolote lingine limechanganyika. Kristo ni rangi moja nyeupe ambalo halijachanganywa, neno ambalo halijachanganywa kutoka asili. Amina, amina. Rangi yote ingekuwa nyeupe kama hakungekuwa na kuchanganywa, yani kemia ya kuichanganya. Hapa ni ile rangi ya asili ambaye anakuja amepanda. Ile rangi ya asili peko juu ya watu wake, na imechovya katika damu ambayo imeosha ile vazi na kuirejesha ili jinsi ilivyokuwa pale nyuma. Na chini zaidi inasema, na baadaye kama ni mpanda farasi wa farasi mweupe na ni neno, basi kuchanganya lolote na hilo, krede yote, neno lolote, kuondoa neno kutoka hilo na kuigeuza, ama kuondoa neno lolote ni kuigeuza lote. Ni wacha ni baki na neno lote Bwana. Ndiposa katika wakati wetu
ametupea vyombo vya kurekodi hili neno lifikie waumini wote, na ili kwamba pia wakuu ambao wako katika huduma wanaweza kuchukua neno lililorekodiwa na vitabu vilivyochapishwa, ili neno lote lisiongezwe wala kuondolewa, na libaki safi, na ni ujumbe pekee ambao utabaki safi, kwa sababu tunapata ya kwamba ujumbe wa nyakati za kale waliongezea na baadaye wakaondoa kutoka. Kwa hiyo nikafanya isizae matunda kwa watu. Sasa ujumbe wa kila mjumbe tunaipata ikiwa safi wakati tunapoichukua kutoka kwa mjumbe. Na sasa kila nabii tunapata, kama jinsi tunavyosema, tuseme Yohana Mbatizaji, pia tunapata Isaya na wale manabii wengine wote, ya kwamba walichukua neno ambalo Musa alinena, na walichukua neno hilo na wakapelekea watu, na neno hilo likabaki safi, hawakuongeza wala kuondoa. Nabii anaweza kuchukua neno la nabii mwingine wa kale na kuibakisha ikuwa safi na kuongeza nuru zaidi, kuileta na nuru zaidi. Tazameni Paulo anapochukua maneno ya Yoshua mlango wa 1, ambapo anatunenea juu ya watu ambao Mungu alisema ya kwamba hao si watu wangu. Kitabu cha Hosea, ambapo Mungu anasema hao si watu wangu. Paulo anatunenea. Hebu tuone mahali ambapo iko. Miguel, unaweza kusaidia? No, Miguel anasoma waraka wa kwanza kwa Petro mlango wa 1 mstari wa 11. Hapana Miguel, ni kile kilichoonyeshwa katika watoto wa Hosea. Hebu tuone. Paulo anachukua hizo unabii na anaongeza nuru katika Agano Jipya, na anatuonyesha ya kwamba Mungu anaita watu kwa jina lake kutoka miongoni mwa mataifa. Na sasa kutoka kwa ile mwito ambaye anaita miongoni mwa watu ambao hawako watu wake, sasa sio wote ambao anaitwa anakuwa katika mwili wa Yesu Kristo wanaoitwa wana na binti wa Bwana Yesu Kristo. Warumi 9:25. Warumi 9:25 inasema, ni kama vile alivyosema katika Hosea, nitawaita watu wangu wale wasiokuwa watu wangu, na mpenzi wangu yeye asiyekuwa mpenzi wangu. Tena itakuwa mahali pale walipoambiwa, ninyi si watu wangu, hapo wataitwa wana wa Mungu aliye hai. Na sasa tunapata ya kwamba hao wana wa Mungu aliye hai ni washirika wa kanisa la Bwana Yesu Kristo, na ni jeshi kuu la Bwana Yesu Kristo ya Ufunuo mlango wa 19 mstari wa 11 hadi wa 10 mstari wa 14 hadi Ufunuo mlango wa 17 mstari wa 14 hadi 15 na Ufunuo mlango wa 19 mstari wa 11 hadi wa 18 hapo. Na sasa tazameni jinsi Paulo akiwa ni nabii na mtume
alichukua kila ambacho Mungu alisema kupitia kwa nabii Hosea katika mlango wa kwanza na akanena na nuru zaidi kwa watu, akileta tafsiri halisi, tafsiri la kweli la kila ambacho Mungu alisema kupitia kwa nabii Hosea. Pia alichukua maneno ya nabii Isaya kutoka kwa mlango wa 59 mstari wa 17 na kuendelea, ambapo Mungu anaahidi kuchukua dhambi za Waebrania na ambapo Mungu anaahidi kurejea kufanya kazi na Waebrania. Na sasa Paulo katika Warumi mlango wa 11 anatuonyesha jinsi hiyo itakavyofanyika. Mlango wa 11 mstari wa 28 na kuendelea, nasema, kwa wana ndugu zangu, subiri msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu gumu mwapata Israeli mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Kile ambacho kimezuia Mungu kurejea kufanya kazi na Waebrania katika uwanja wa kiroho na kuwatumia nabii aliye na hivi asema Bwana, ni kwa sababu Mungu anafanya kazi na kanisa lake miongoni mwa mataifa. Ingawa Waebrania wanaingia pia, lakini Waebrania wanaingia si kwa sababu ni Waebrania, bali kwa sababu wanamwamini Yesu Kristo. Hivyo basi, kama ni Waebrania au si Waebrania haijalishi. Paulo alisema katika Kristo hakuna Myahudi, hakuna Myahudi wala Myunani, na hali kadhalika. Hivyo basi haihusiani na pia anaposema hakuna mwanamke wala mwanamke, yani jinsia haijalishi. Wote wanaitwa na kusanya katika mwili wa siri wa Kristo. Ni mwito wa mtu binafsi. Mwanamke hategemei ili kuamini, hategemei ya kwamba mume wake ameamini. Unaona, sababu ni mwito wa mtu binafsi. Sasa tunaweza kuona jinsi Paulo anavyochukua yale maneno. Na sasa wakati ambapo utimilifu wa mataifa umeingia, wakati ambapo yule mteule wa mwisho ameingia katika mwili wa siri wa Kristo, na kisha hivyo Israeli wote ataokoka, kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka Sayuni, atamtenga Yakobo na maasi yake, na hili ndilo agano langu nitakapoondolea dhambi zao. Sasa hao wataingia katika agano jipya, kwa sababu katika agano la kale hakuna uhusiano ama magano pamoja na Mungu tena. Katika agano la kale hawezi dai lolote, lazima iwe katika agano jipya. Paulo anasema ya kwamba kile kilichooza inakuwa ya kale na inapotea. Kwa hivyo hata wahuduma wa Lawi hawaingii katika agano jipya. Ingekuwa hivyo, majemedari wote wa kanisa la Bwana Yesu Kristo, wahuduma, basi lazima wangekuwa wazao wa Lawi. Unaona, lakini ni wazao wa mmoja aliye zaidi ya Lawi, wa Melkizedeki. Na sasa Melkizedeki kwani mkuu ako na wazao wengi ambao wameweka katika nyadhifa ama nafasi mbalimbali. Katika kanisa ako na majemedari, yani wale wakuu ambao ni wahuduma, ambao miongoni mwao kuna huduma mbalimbali. Na kutoka kizazi hadi kizazi, basi ako na malaika mjumbe ambaye kupitia kwake Kristo amejidhihirisha na anaamrisha kanisa lake kutoka kizazi hadi kizazi. Anaongoza kanisa lake. Na sasa hebu tuone
kuhusu siri ya Kristo, neno, Roho Mtakatifu katika dhihirisho lake la mwisho. Alikuwa na dhihirisho la muda kupitia kwa kila malaika mjumbe. Na kwa ajili ya siku ya mwisho tuko na ahadi ya kwamba jinsi Roho Mtakatifu alivyokuwa amedhihirishwa katika mwili wa mwanadamu kwa muda katika kila malaika mjumbe, atajidhihirisha katika mwili wa mwanadamu katika utimilifu wake wote. Samahani. Kama alipata katika kila kizazi ile pazia mwili ambaye Roho Mtakatifu angefanyika mwili katika kila kizazi, wangempata. Na wangepata malaika mjumbe wa kila kizazi. Na basi wangesikia sauti ya Kristo katika Roho Mtakatifu kupitia malaika mjumbe katika dhihirisho hilo la muda. Na kwa ajili ya siku ya mwisho, kama watu wa Mungu wangepata pazia mwili hapo Mungu ameahidi kutekeleza dhihirisho hilo katika utimilifu wake wote, basi wangekuwa wamepata mjumbe ambaye atakuwa na hudumu katika siku ya mwisho, ambaye kupitia kwake Roho Mtakatifu atahudumu katika utimilifu wake wote. Huyo mjumbe atenda kwa njia ya utaratibu akipokea baraka za Mungu. Lakini itafika wakati ambapo itakuwa ni utimilifu wa Mungu katika mjumbe huyo. Roho Mtakatifu katika utimilifu wake wote. Atakapofanyika mwana, pale hakutakuwa na vizuizi kwa kila ambacho Mungu anaweza kufanya kupitia kwa huyo mjumbe. Kupitia kwa vizazi imekuwa katika malimbuko, na mjumbe wa siku ya mwisho pia anaanza kwa njia hiyo, yani fast foods. Lakini atakuwa yule pekee ambaye atafikia utimilifu, ambapo atakapofanyika mwana na Roho Mtakatifu atafanya kazi ndani yake katika utimilifu wake wote. Na atakuwa ni mtu wa pili ambaye ndani yake Roho Mtakatifu atafanya kazi katika utimilifu wake wote. Yule wa kwanza alikuwa ni Yesu, na atakuwa wa kwanza au wa pili. Hebu tumweke kwa pili. Wa pili miongoni mwa wana wa Mungu ambaye atafanyika mwana akiwa hai hapa duniani. Wa kwanza alikuwa Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo. Kizazi atakachokuwa kitakuwa kizazi kamilifu, na itakuwa ni kizazi ambayo itaona wafu ambao watafufuka katika miili iliyotukuzwa. Jinsi Mariamu Magdalena alikuwa wa kwanza kumwona Yesu akiwa amefufuliwa, na pia aliona malaika ambao walikuwa pale kaburini. Na Mariamu Magdalena anahusiana nini na kanisa? Je, Kristo akufukuza mapepo 7 kutoka kwa Mariamu Magdalena? Na baada ya hiyo alikuja kuwa mfuasi mwaminifu wa Kristo, na pia aliweza kuona ono la malaika, na pia aliweza kumwona Kristo amefufuliwa pia. Lakini hakuwa amemwona Kristo kabla ya kufufuliwa katika huduma yake duniani. Sasa kanisa la Bwana Yesu Kristo katika vizazi 7 tunapata kwamba wakati mjumbe wa kila kizazi alipoondoka,
Roho ya mpinga Kristo ilikuja ambaye ilikuwa miongoni mwake na ikatengeneza madhehebu, na hivyo ikaharibu, ikadhuru hatua hiyo. Lakini wateule tayari walikuwa wameitwa na kukusanywa katika mwili wa siri wa Kristo. Kazi ya Roho ya Mungu pamoja na wateule tayari ilikuwa imefanyika, na Roho Mtakatifu alisonga kutoka kizazi hadi kizazi ili kutekeleza kazi inayoambatana na kila na Roho Mtakatifu alienda kwa kizazi kingine ili kufanya kazi inayoambatana na kizazi kingine. Sasa tunapata ya kwamba kila kizazi jinsi ilivyokuwa na mjumbe na Roho ya Kristo, tunapata ya kwamba roho ya yule mwovu pia ilisonga miongoni mwa jamii ya Kristo, na kwa njia hiyo ngano na magugu zilikuwa pamoja. Na basi walifanya nini? Walitengeneza ama walianzisha madhehebu, na hivyo ndivyo magugu ilivyokuwa miongoni mwa ngano. Na tazameni, tunapata ya kwamba roho hii ya kidhehebu katika siku ya mwisho, kupitia kwa dhihirisho la Kristo, kupitia kwa malaika wa Yesu Kristo, anaondoa hiyo roho ya roho mbaya, roho chafu, na hivyo wateule wa Mungu wanabaki wakiwa wanaongozwa na Roho. Ni jambo la uzito sana, hadi mchungaji William Branham anasema ya kwamba Polycarp kwa kuwa tu na mwelekeo ama ushawishi kidogo kwa madhehebu, hakuweza kufikia kuwa mjumbe wa wakati ule ambapo aliishi, lakini ilikuwa ni binamu wake Irenaeus. Ingawa historia ya Irenaeus haikutaja miujiza na mishangao mengi kama Polycarp. Polycarp alikuwa ni mwanafunzi wa nani? Miguel anasema Yohana. Unaona? Wa Yohana mtume. Lakini sasa historia inasema kwamba Polycarp alikuwa achomwe. Ilifaa achomwe. Walijaribu kumchoma, lakini hawakumchoma. Hadi baadaye alichomwa. Sasa licha ya hizo dhihirisho zote za Mungu ndani yake, hakuweza kuwa malaika mjumbe wa pili, kizazi cha pili, si ndio Miguel? Ama ni ya tatu? Ya pili. Kwa hivyo Irenaeus basi akawa mjumbe. Kwa sababu tu Polycarp alikuwa na mwelekeo ama ushawishi kwa sistema za kidhehebu. Hivyo basi kwa hakika alifanya kazi na waaminio wa wakati wake kwa njia hiyo ya kidhehebu, na hivyo basi alipoteza baraka ya kuwa malaika mjumbe wa kizazi chake wa wakati wake. Na sasa kanisa katika wakati wetu limewekwa huru, jinsi Mariamu Magdalena
wekwa huru. Na jinsi alivyomfuata Kristo na kumtumikia, kanisa la wakati wetu linamfuata Kristo na kumtumikia katika kazi yake. Na kanisa la Yesu Kristo katika kizazi chetu ndiyo ambayo itaona wafu wamefufuka. Na sasa tunapata ya kwamba baadaye watu wengine walimuona, lakini wa kwanza aliyemuona Kristo alikuwa ni Mariamu Magdalena, Kristo akiwa amefufuka. Sasa tunaishi katika wakati ulio mkuu na wenye utukufu zaidi wa wakati wetu, ambapo tutakuwa tunaona duniani kama wateule wa nyakati zilizopita walivyoona katika pazia ya mwili ambapo Roho Mtakatifu alidhihirishwa. Na labda wengi waliona kwamba tangu alipozaliwa, walimuona tangu alipozaliwa, na miongoni mwa wale waliomuona, wawili wangeweza kusema huyu ni mwana wangu. Lakini katika wakati huu wa mwisho, tazameni kila ambacho Mungu anasema kupitia kwa mchungaji William Branham. Lakini wakati Bwana wetu atakapoonekana duniani, atakuwa amepanda farasi mweupe kama theluji, na atakuwa Emanueli kabisa. Neno la Mungu lilikuwa limefanyika mwili ndani ya mwanadamu. Hivyo basi, huyo mjumbe lazima awe duniani katika siku ya mwisho, na lazima akue, na lazima awe mjumbe wa Bwana Yesu Kristo katika kanisa lake. Lazima awe mmoja wa wakuu au majemedari wa Kristo katika kanisa lake. Na sasa tunapata kwamba kwa ajili ya wakati huu wa mwisho, mpangilio wote wa Kristo lazima uonekane kwa njia ya utaratibu katika uzima wa pazia ya mwili, iongezeke, ikue hadi ifikie utimilifu. Na wangapi wanajua kwamba itafika? Sote tunajua. Na pale ile ahadi ya mtumishi mwaminifu na mwenye akili itatimia. Ni nani ndiye mtumishi mwaminifu na mwenye akili ambaye Bwana atakapokuja atampata akifanya kazi? Kwa hakika nawaambia kwamba atamfanya mtawala juu ya mali yake yote. Jambo lile ambalo Baba alifanya pamoja na Kristo, ama alifanya na Kristo alipopaa juu mbinguni na ushindi. Alikaa pamoja naye katika kiti chake cha enzi, wakati ambapo mjumbe huyo atakapopokea ushindi katika upendo wa kiungu. Kristo ataketi pamoja naye kwenye kiti chake cha enzi, na hicho ndio kiti cha enzi cha Daudi. Sasa pale kuna ahadi 7 katika vizazi 7. Katika mwisho kuna ahadi, lakini mimi naona ahadi 8. Tazama ya 8 katika Ufunuo mlango wa 21 mstari wa 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Tazama jinsi Kristo anavyonena juu ya mshindi wa siku ya mwisho. Jinsi Kristo alivyoshinda na kupaa mbinguni na ushindi, na kaketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Kila ambacho Kristo anafanya ni kila ambacho Baba alifanya pamoja naye. Na sasa Kristo anafanya jambo lile lile na mwana huyu ambaye atafikia utimilifu katika siku ya mwisho. Tazameni, akinena juu ya Kristo anasema, amefanyika bora kupita malaika kwa kadri jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao.
Mwana ni mkuu kuliko malaika, kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa, na tena mimi nitakuwa kwake baba, na yeye atakuwa kwangu mwana. Na sasa ni nani miongoni mwa wajumbe 7 ambaye Kristo alimwambia atamketisha kwenye kiti chake cha enzi? Hiyo ni ahadi kwa ajili ya mtume mwaminifu na mwenye hekima ambaye anaishi katika siku ya mwisho, ama ambaye atakuwa hai katika siku ya mwisho, katika kuja kwa Bwana wa nyumba ambaye ni Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo. Yule mtumwa mwaminifu na mwenye hekima atakayekuwa pale atachukua ile hazina, hiyo baraka, na wale ambao wako pamoja naye kwenye nyumba watachukua baraka kuu zaidi, kwa kuwa ni pale katika sehemu hiyo ya nyumba ya Mungu, ya kanisa la Bwana Yesu Kristo, hekalu la kiroho la Yesu Kristo, ambapo ile sanduku ya agano inawekwa, ambapo kuna kiti cha rehema juu yake na makerubi juu yake. Haya mambo yote lazima yatimie katika kanisa la Bwana Yesu Kristo. Unaona? Hivyo basi, pale katika sehemu ya nyumba ya Mungu, sehemu ya mahali patakatifu patakatifu, ambapo kuna baraka kuu zaidi, ni pale ambapo kuna wakuu ama majemedari wa siku ya mwisho wakifanya kazi pamoja na mtumwa mwaminifu na mwenye hekima, ambaye atakuwa ni mkuu ama jemedari wa kizazi ambaye ametumwa na Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo ndiye jemedari wa majemedari, na yeye ndiye jemedari wa jemedari wote wengine. Yeye ndiye mchungaji mkuu. Yeye ndiye mchungaji mkuu, na wahuduma wote wakati wetu za zamani kama majemedari watakuwa na jemedari mkuu ambaye ni Bwana Yesu Kristo mwokozi wetu, na watakuwa na dhihirisho la Yesu Kristo jemedari mkuu kupitia kwa jemedari mjumbe ambaye anamtuma kwa kanisa lake. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia mambo haya katika makanisa. Huyu ndiye jemedari ambaye anamtuma katika siku ya mwisho. Yesu Kristo kama jemedari mkuu alituma kila mjumbe kama jemedari katika kizazi. Katika siku ya mwisho anamtuma malaika wake mjumbe. Na sasa, ikiwa kwamba tumenena sana juu ya jemedari au wakuu, basi tunaishi katika mwili wa siri wa Kristo, ambayo kanisa la Bwana Yesu Kristo, ambao ni majemedari wa watu, majemedari waume na wanawake, wafalme na makuhani wa ufalme wa milele wa Bwana yetu Yesu Kristo. Hivyo basi, majemedari wa Mungu, majemedari wa Yesu Kristo katika mwili wa siri wa Yesu Kristo. Hebu Mungu awabariki kwa njia kuu, awalinde na awatumie kwa njia kuu katika kazi yake, na mbakishe neno ikiwa safi miongoni mwa makusanyiko yenu, miongoni mwa wanakondoo, na pia mzungushe neno safi katika maeneo yote. Na wakati jemedari mkuu Yesu Kristo, ama wakati mchungaji mkuu Yesu Kristo atakapoonekana, atatupea taji ya utukufu ambayo itakuwa kubadilishwa kwetu na kuchukuliwa kwenye karamu ya jioni ya harusi ya mwanakondoo, ambayo itakuwa ni karamu kuu ya Mungu ama ya majemedari wa Mungu pamoja na kundi zao, na itakuwa mbinguni. Vema, asanteni sana kwa kusikia kwa makini, na nitaacha ndugu yetu Bermudez pamoja nanyi tena ili kukamilisha sehemu yetu katika wakati huu, na kesho tutaonana tena.
Baadaye, kama jambo hili halijakuwa wazi kabisa ya Kristo akimtuma mjumbe katika kila kizazi, lakini yule adui, tazameni, roho ya ibilisi, roho ya adui anadhihirishwa katika kila kizazi pia, na shina la uongo, roho ya uovu inakuja ikidhihirishwa katika mwili, tazameni, na roho ya ibilisi mwenye cheo cha juu anadhihirishwa. Roho jemedari ya uovu wa ufalme wa giza anatumwa na yule mwovu. Tutaonena juu ya hiyo katika tukio lingine. Na katika siku ya mwisho, tazameni, ibilisi ama yule adui atafanyika mwili, lakini Kristo Roho Mtakatifu pia atafanyika mwili katika utimilifu wake wote. Na kama kulikuwa na mapambano, showdown, katika kila kizazi, katika wakati wetu itakuwa kuu zaidi, lakini ushindi utakuwa wa Bwana yetu Yesu Kristo. Vema, tutahacha hiyo kimya hivyo, na tutakuwa na ndugu yetu Bermudez ili kukamilisha sehemu yetu katika wakati huu. Mungu abariki na walinde nyinyi nyote. Sehemu yetu. Mungu abariki na walinde nyinyi nyote.